Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema? Kwema kabisa. Tulishangaa kuona kuna iftar. Iftar ni mwaliko kama ambavyo watu wanalikana kufuturishana na mwezi wa Ramadhani ibada. Kwa hivyo namshukuru Mungu tulikuwa sehemu ambao tulialikwa na ndugu zetu kwa upendo. Tulishiriki. Ukiona mtu anaenda kushiriki ibada sasa huyo shetani. Na ukiona mtu yote analani ile iftari shetani. Anaolani Ibilisi. Analani mpaka ibada. Sasa mtu analani ibada kwa sababu ya interest zako. Sisi hatuwezi kukusaidia, tunakuacha kama ulivyo. Tuanze hapa. Watu wengi kila ambacho anakifanya Jean Charles Ahoua umeanza kumtabiria MVP akiwa na goli 12 mpaka sasa hivi akiwa ndio top scorer. Jean Charles Ahoua ni mchezaji mwenye muendelezo. Na anachokifanya hakuna mtu kinachomshangaza kwa sababu anakifanya kitu ambacho ametoka kukifanya huko kwao. Huko kwao msimu uliopita alishiriki goli 21. Alifunga goli 12 kama ambazo kafikisha jana, aliassist mara 9. Kwetu huku sasa anahusika kwenye goli 18. Ka-assist mara 6, kafunga goli 12 na bado michezo inaendelea. Wakati kule ndo alimaliza ligi. Kwa hivyo kudhani anaweza kufanya makubwa zaidi msimu huu hakuna mtu anayehofia kuona hicho. Kwa sababu sasa hivi ndio mchezaji ambaye anahusika kwenye goli nyingi na kafunga goli nyingi ndani ya ligi. Na kwa kuwa Simba ni timu ambayo na yenyewe inatengeneza nafasi nyingi, na Ahoua ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatumia hizo nafasi na kuzitengeneza vile vile. Kwa wanaodhani Ahoua anaweza kuwa mchezaji bora wa msimu wanafikiria kwa usahihi kutokana na anachokiona kwa Ahoua, sio kwa kumpendelea. Hajakosea. Ahoua wapendelewi. Ila anachokionyesha kinamfanya tumpendelee kwamba anaweza akawa mchezaji bora wa msimu kwa sababu anachokifanya anakifanya. Kinachomnyima Ahoua tu, Ahoua ajipaki siagi. Ajipaki siagi. Siagi kwamba yule mchezaji ambaye anaonekana anafanya mambo mengi binafsi, yeye anacheza kwa faida ya timu. Ahoua ajipaki siagi. Na watu wengi kwa Ahoua kipindi anaanza, watu wengi sana walikuwa wanamjaji kwa kile ambacho anachokionyesha. Mpaka sasa yeye anawajibu kwa namba tu. Ahoua sio anawajibu kwa namba, anawajibu kwa mpira wa kisasa unavyochezwa moja kwa moja kwenye matukio. Sisi tunapenda mtu ambaye anacheza kwenye kuyatafuta matukio. Ahoua anacheza kwenye matukio. Atakaa utamuona ana assist, atakaa utamuona anafunga. Yeye ndio anacheza mpira wa kisasa wa matukio. Ukitaka mtu anayetafuta matukio, wapo wachezaji ambao tunawafahamu. Kumwaga mijasho kazi iliyofanyika haionekani, lakini kamwaga mijasho watu wamefurahi. Ahoua sio mchezaji wa kumwaga mijasho watu wafurahi. Ahoua ni mchezaji wa kumuona kwenye matukio. Kaenda kaweka, kaenda kafanya hivi. Na ndio maana unaweza kuona matukio yake tu. Yaani mtu anafunga mpaka unajiuliza, huyu anafungaje? Lakini ndio anafunga, anaenda kwa sababu ni direct player. Mchezaji ambaye anahusika kwenye matukio moja kwa moja. Mchezaji wa science ya mpira, sio sanaa ya mpira. Mchezaji wa science ya mpira. Ahoua ni mchezaji wa science ya mpira, sio sanaa ya mpira. Kumbe kuna wachezaji sanaa ya mpira. Sanaa ya mpira, kaenda kamchukua mguu kafenti, kaenda elastic speed and elastic feint, kaenda go and start fighting, kaenda katikisa kanini, kamtikisa pale. Ndio hati yangu ya kucheza. Hakuna mpira wa kisasa unataka direct player. Sasa hivi tunataka wachezaji ambao wana close gap, wana place, wanatupa matukio kwenye mechi. Mchezo wa mpira sasa hivi unaamuliwa kwa muda, nafasi na mwelekeo. Kwa mtu ambaye anataka kuchakata mpira na uchezea muda mrefu hana nafasi. Ndicho ambacho Ahoua anacheza kisasa kwa science ya mpira ili kufikia leo. Kibu Denis Prosper takriban siku 400 na something ana score jana goli 2. Kibu sijashangaa alichokifanya, lakini muundo wa kucheza wa Simba, Kibu sasa hivi amekuwa kama funguo bandia. Imekuwa funguo bandia kwa sababu Fadlan Davis kaanza kuifanya Simba ishambulie kama Yanga. Kaanza? Yani Fadlu kaiga mashambulizi ya Yanga kaleta Simba. Kakopi. Kwa nini? Wawe wanashambulia na wao kama mbwa mwitu. Corrective attack. Sio tunapoenda eneo la mwisho basi tumtegemee mshambuliaji tu. Ndio maana tulimsema sana Ateba hapa. Wakati mwingine tulimsema sana Mkwala. Walikuwa wanatengenezwa nafasi nyingi hawazifungi. Na mtu mwingine ambaye alikuwa anaweza kufunga, alikuwa patikana kwenye nafasi, ilikuwa ni mtu kama Kibu lakini anatokea mbali. Sasa hivi kabadilisha mfumo. Ukimtazama mechi ya pili kama si ya tatu, kwa sababu watu wamtazama mpira kisayansi. Fadlu kaiga staili ambao wanacheza Yanga kwenye attacks. Na sio kaiga. Kafuata mfumo wa kushambulia kama mbwa mwitu, tunasema collective attacks. Kila mtu anapoingia kwenye sanduku mentali yake ni kutuzalishia magoli. Tusitegemee watu wanaenda kwenye sanduku basi ni mfuadi wetu mmoja tu na kwa focal point of attack mnampiga kama mtu mlimtanguliza kwenye mnara, mmefunga antena kwenye mnara. Afanyi kama antena kwenye mnara. Anachokifanya kwamba mnapokwenda eneo la mwisho yoyote anapokuwa kwenye eneo sahihi anafunga. Kwa maana yake eneo la mwisho nyinyi mnachanganya rangi, mnafanya combination runs, mnafanya combination play, mnachanganya mikimbio, mnachanganyana mkiwa mnacheza, mtu wote kwenye nafasi anafunga. Tazama magoli ambayo anafunga Yanga. Simba wanaanza kufunga back post goal.
Magoli ambayo Young Africans nilikuwa naona back post, magoli ambayo yanafungwa unakuta mtu yuko nyuma anakuja anaiweka. Kuna magoli mengine yanakuja kwenye runs. Mnaanza kudeal kumtrack striker anayekuja nyuma ana move na mpira anakufungeni kama ambavyo walifunga jana Mpanzu. Nini maana yake? Simba sasa na wao wanashambulia kama Yanga. Kama wamejifunza kushambulia kwa Yanga kama mbwa mwitu. Na ukitaka kujua hiyo rudi kwenye takwimu. Sasa hivi Simba anakuta Kibu anafunga, Mpanzu anafunga, sasa au anafunga, Mkwala anafunga. Maana yake wameboresha style ya ufungaji kama Young Africans. Sio kwa bahati mbaya, collective play ndio mfumo wa kushambulia. Sasa mnashambulia kama mbwa mwitu. Mbwa mwitu akija hapa mwingine kangata bega, kangata mguu. Simba na ukubwa wake wote anamalizwa na mbwa mwitu. Unaweza kuta nyati na ukubwa wake wote akiona kutana mbwa mwitu 6 tu 7 kazi ipo. Sababu mbwa mwitu hawakuzugi. Kila mmoja anang'ata kwa wakati wake. Kwa hiyo ndicho ambacho katika mpira ambacho nimeona Simba nao wamebadilika. Sasa wanashambulia kama Yanga. Ndio tunaona idadi ya mabao yameanza kurotate. Mechi ya jana kuna goli limefungwa pale, tumeona washambuliaji viungo wote. Kwa nini wakifika kwenye halfway line wanakuja kufanya deep runs, wanakimbilia ndani. Sasa deep runs wakifanya wanakuja nyinyi kwa overload, wanakuwa wao wako wengi. Sasa mkidili na striker wanakuta kiungo kaja ndani. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nakiona kwa Simba Sports Club walichokiboresha namna ya kucheza sasa hivi kwenye safu ya ushambuliaji. Kitu ambacho kilikuwa kilio. Kwa hiyo Simba sasa hivi wanashambulia kama Yanga. Kilio kimepata mwarobaini. Tija. Tunachosubiri kuona ni muendelezo wa kucheza wa namna hii ambao kikweli nasema Fadlan Davis ni kweli master kabadilisha. Ni master. Kabadilisha kwa sababu kagundua timu yake tulikuwa tunalalamika. Juzi nilikuwa nasema hapo Simba wanashambulia kama beti iliyokwisha chaji. Wanaenda kama beti imekuja. Lakini sasa hivi nao wanashambulia kama mbwa mwitu, kama Yanga. Yote anafunga. Wanajipata. Lakini sasa kipimo cha mechi ya Dodoma, unajua Dodoma Jiji sio kipimo cha ubora wa Simba kwa Yanga. Watu wengi wamesema dabi ingekuaje, lakini Dodoma Jiji haiwezi kuwa kipimo cha ubora wa Simba. Dhaifu Dodoma. Sio dhaifu tu, haikutuonyesha ushindani mechi ya jana. Kuangalia namna walivyokuwa wanacheza kwenye tactical shape. Ukiangalia namna ambavyo walikuwa na press na cross gaps, namna gani wanakaba na kuzuia nafasi. Timu ambayo ilikuwa ifanye hicho kitu. Angalia magoli wanaofungwa. Wanakaba eneo baada ya kukaba watu wanaotengeneza nafasi. Ni mapungufu makubwa. Lakini angalia timu, hata substitutions zimefanyika, timu haibadilishi mtindo wa kucheza. Bado wacheza vile vile. Yaani kwa sasa mtu anaongeza maji afu anaongeza na chumvi. Si chumvi inayeyuka haraka. Ndio hicho kinakifanya Dodoma Jiji. Lakini ukiwaangalia bado Dodoma walishindwa kutupa kitu ambacho kinatupa. Maana yake ni kama kibatali kilichoishiwa mafuta. Upati ule ubora ambao tulikuwa tunatamani kuona kwa Dodoma Jiji. Kitu ambacho kiliwapa nguvu Simba kupata ubora wake. Simba alikuwa na fraud kwenye ile game. Sasa na mtu aliyekutumbukiza kwenye kisima na kutupia mawe. Utatoka. Ukana mawe yanayojua huko ndani, ataamua kupiga utosi, apige bega, afanyaje vile ambavyo anaona. Ndicho ambacho kunafanya. Kwa hiyo hatukupata ule ubunifu wa kucheza kimbinu ambao ulikuwa unacheza na wale Dodoma Jiji na kuisaidia Simba kupata test. Ndio maana ukiniambia nasema Dodoma Jiji haiwezi kuwa kipimo cha Simba kwa Yanga, kwa sababu Simba kwa Yanga waangalia wanavyoshindana kwenye msimamo. Hawa wana mechi zao wawili hawa. Hawa wengine hawa ni timu za matabaka ya chini. Na jana Simba wangekuwa clinic walikuwa wanashinda goli 11. Jana Simba wangekuwa bora kwenye ushambuliaji na umaliziaji, walikuwa wanashinda goli 11. Ya Mpanzu. Sio ya Mpanzu tu. Mpanzu kakosa goli ngapi? Na goli nyingi tu watengenezwa au akakosa goli ngapi? Usiangalie magoli aliyofunga. Yalikuwa kutoka na hat-trick jana. Lakini kwa sababu tunaosemeni kutokuwa na utulivu kwenye nafasi. Sasa kuna timu uweze kupata, kuna mechi uweze kupata nafasi kama zile. Unaweza kutokea katika msimu ukapata mechi moja ambayo unapata nafasi kama hiyo. Ni dhidi ya Dodoma. Kwa hicho ambacho kinachoendelea tukili Young Africans ni bora ambaye amekuwa alishazoea kushinda kuanzia goli 4 plus. Kwa maana ipi sasa ubora? Maana ubora kuanzia kwenye ufungaji na maeneo yote kwa Young Africans. Maana yake Young Africans tunaona kwenye michezo kadhaa hivi wanashinda kuanzia magoli 3 kawaida, 4 kwa timu ambazo wanakutana nazo. Wanaimarika. Young Africans wamejiimarisha kwenye ushambuliaji. Na ukitaka kujua timu ambayo inashambulia kama mbwa mwitu, angalia magoli yanafungwaje. Utakuta mlinzi kafunga, mshambuliaji kafunga, kiungo mshambuliaji kafunga. Umeelewa vizuri namna ambavyo timu inacheza. Umeelewa vizuri? Kwa maana hiyo ndio kushambulia kama mbwa mwitu. Na ndicho ambacho nakiona kwa Young Africans, lakini ambacho pia nakianza kukiona kwa Simba. Ndio maana nikasema Simba sasa hivi wanashambulia kama Yanga na wao wanafanya collective attacks, kwa maana unawaona wanapokuwa wana flow, mtu yoyote anayekuwa kwenye position sahihi anafunga. Simba tuko mwanzo mtu anashambulia kama Simba, tunasema kama beti imeisha chaji, yani inaona itakata moto, yani mshambuliaji ndio huyo kama Mtalimbo, usipokuwepo au Jiwe Fatuma. Unajua Jiwe Fatuma, yani leo usipokuwa nao mwizi avungui mlango. Sasa hivi wanakwenda, maana kwa mtumia Mpanzu kama Jiwe Fatuma, wala kufungia yule Ateba alikuwa anatumika kama Jiwe Fatuma. Akikwama Ateba timu yote imekwama.
Akikwama Mkwala timu yote. Simba sasa hivi hawashambulii kama Jiwe Fatuma. Wamebadilika. Mwanzo Simba walikuwa wanashambulia kama Jiwe Fatuma. Ile ukigonga mlango ndio muingie ndani. Sasa hivi wamebadilika, wanashambulia kama mbwa mwitu kama wanavyofanya Yanga. Wameacha kushambulia kama Jiwe Fatuma. Kagoma kaitwa kwenye timu ya taifa. Nafasi yake ipo? Nadhani kuitwa timu ya taifa ya Kongo ila ugeni. Nafasi yake Kongo wana watu. Kagoma. Kagoma huyo kwetu. Unifikiri unasema nini Ngoma. Kagoma timu ya taifa national team. Kwa sasa inategemea kwa sababu Mtasigwa tunamkosa msimu mzima. Wakati mwingine makocha wanatumia wachezaji wote wawili. Unaweza kumuona yeye pengine akawa na nani yule Miroshi kwenye eneo hilo. Nadhani tusubiri tuone. Unajua wakati mwingine mchezaji ni mpango wa mwalimu. Hata kama mchezaji mzuri asipe nafasi kulingana na mpango wa mwalimu. Na kwa kiwango Mkaraboko umemuona anacheza. Ila siwezi kusema anaenda timu ya taifa kucheza. Mimi sio kocha wa timu ya taifa kuamini kwamba atacheza tu. Anaweza kaenda kuta mpango wa mechi usimhitaji, lakini mchezaji mzuri. Mpaka anaitwa anaaminika. Ni muda sasa wa kumwacha Samata. Hapana, Samata na maisha yake. Samata nadhani atakuwa na dharura. Kwa fomu aliyokuwa nayo sasa siku za hivi karibuni huko anakocheza na bado taifa letu linahitaji exposure yake. Licha kwamba mimi simuamini sana kumngangania, lakini nadhani kwa sasa hivi itakuwa ametoa tu sababu ya pumzike, atakuja tena. Ana ugeni, kuna mechi nyingine akwaji na lakini nadhani bado tunamhitaji katika namna nyingine kwenye timu. Hata kutoa tunasema leo wanaisema kuwa sehemu ya mchango kwenye locker room. Lakini wakati huo pia anatumika. Bado wanamhitaji vijana kuwa na captain ambaye ana mafanikio zaidi katika nchi na mpira wa nchi kuliko Samata. Unajua kizazi chetu sisi mchezaji mwenye mafanikio ni Samata. Kizazi chetu sisi hapa. Ni Samata. Pengine kwa sasa hivi ligi yetu imekuwa ni ligi bora namba 6 kwa bora barani Afrika. Pengine hatuwezi kutengeneza vijana sasa. Kwenye eneo gani sasa? Kwenye eneo la kusaidia national team. Sasa vijana wanatengenezwa na nani? Mpira unatengenezwa kwenye vilabu wala sio TFF. Ni Tanzania tu tunataka tu TFF sio na academy sio nani vilabu. Isimamiwe sera nzuri, vilabu vijikite kujaribu kutengeneza timu. Na sio vilabu kwa ni feeder club. Viwekeza huko academy ni mitaani huko watu wawekeze kwenye mpira. Unajua mpira sio serikali peke yake. Wadau wengi wawekeze kwenye mpira. Zianzishwe center, sports center. Sio lazima ziwe academy, sports centers ambazo zinakwenda zinasaidia. Kuna walimu ambao wana weledi, wana morali. Na wazazi hawana shida wa Tanzania. Washaanza kujua faida ya mpira. Kwa kuwekezwe. Sasa kuwekezwa sio kama uwekezaji upo na wazazi wanamwamko wazazi. Mimi napata nafasi. Mimi ni mwalimu nishakuwa na kituo najua. Namna wazazi ambao wanashiriki. Napenda sana kutoa ushirikiano kwa watoto wao. Nishakuwa na kituo watoto zaidi ya 100. Nao na train na nini na experience ya kituo mdangaji chochote. Na experience ya kituo na nishakuwa na kituo na narudisha tena kituo kikubwa ambacho sasa tunakifikiria kuwa hata complex baadaye kwa mpango mwingine. Kwa nini kusaidia wazazi? Wazazi wako tayari talent za watoto wao. Ila mifumo yetu inakuwa inafanya mazingira ya wazazi kuwa migumu. Tuanze hata mifumo ya elimu. Si mtoto unakuta anakumbatiwa shuleni kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Mazoezi yanaenda saa ngapi? Kwa hiyo lazima kuwe na mifumo mizuri ambayo inafanya watoto wanapatikana. Tumalize na hili. Asilimia za ubingwa kwa Simba Sport Club zimepanda au zimeshuka kwa? Sasa zinapandaje na kushukaje? Sasa hivi nani anaongoza ligi? Si wewe asilimia zako Mkaraboko. Unaikaje asilimia bado kwenye ligi hawa? Ligi ngumu hii. Young Africans kakaa juu pale pameanza kuwa pagumu. Ugumu. Kagoma kushuka. Young Africans kakaa juu pameanza kuwa pagumu sana. Code namba 70. Yani msimu mgumu. Mgumu sana. Mgumu. Kwa Simba anabakia na zile sasa. Na hii inaweza kawa dabi. Yakaja kuamua ubingwa. Mchezo. Dabi unataka leo kesho ipigwe. Nafikiri muda ukifika wa dabi tutaiona. Nadhani tutaiona. Nadhani Young Africans watakuwa wasikivu. Kutupa hiyo dabi tukaiona. Nataka tuone dabi, watu waache kelele. Unajua sasa hivi bila dabi maneno mengi. Maneno mengi dabi itatusha kelele zote. Nani ni nani tutajua kwenye dabi. Sasa hivi mikelele tutacheza na Namungo utasema timu ndio hiyo dabi. Dabi. Kelele zitaisha zote kwenye dabi. Okay, shukrani. Shukrani pia.